Habari za wakati huu msikilizaji na mtazamaji, karibu sana. Leo hatuko kwenye uwanja wa mpira, hatuko kwenye kampeni, hatuko kwenye mkutano wa hadhara. Leo tupo kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania, na sio kama watazamaji wa kawaida, tupo kama mashabiki wa kitu kipya. Tundu Lissu show the Lagos Titan. Ndiyo, kwa sababu kinachoendelea mahakamani sasa hivi sio tu kusikiliza mashahidi, ni mtanange wa sheria, ni mapambano ya hoja, pia ni vita ya vifungu na ni maonesho ya akili yanayoifanya Mahakama Kuu ionekane kama maabara. Leo Mahakama Kuu anga limebadilika rangi, siku ambayo hoja hazitolewi kwa sauti tu, bali kwa uzito wa vifungu vilivyopigwa msasa. Mahakama imetulia, lakini ndani kuna tetemeko. Kila mtu yuko kwenye nafasi yake. Majaji wapo kwenye jopo lao, mawakili wa serikali wakiwa wamepanga mafaili, mashahidi wasili wakitazamwa kwa jicho la shaka, umati ukishika pumzi. Na katikati ya ulingo, Tundu Antipas Lissu akiwa sio tu mshtakiwa, bali pia kwa namna anavyoendesha kesi ni kama maktaba ya sheria imeamua kupiga hatua mbele ya majaji. Kwenye kesi hii kuna kitu kimoja ambacho hakijawahi kupitwa na macho ya Watanzania wengi. Lissu anajitetea mwenyewe, na hapa ndipo drama inapoanza, kwa sababu mshtakiwa wa kawaida ukaa kimya, kumwacha wakili azungumze na huchukua noti. Lakini Tundu Antipas Lissu anaingia mahakamani akiwa amejihami kwa katiba, sheria za mwenendo makosa ya jinai, kanuni ya adhabu na precedents, ni maamuzi ya nyuma ya mahakama. Kila neno linalotoka kinywani mwake ni kama risasi ya kisheria inayolenga kiini cha hoja. Majaji na jopo lao, wengine wanasema uso wa mbuzi, yani ule uso wa mtu ambaye haoneshi hisia, hakubali kushawishika, anachuja pumba na mchele. Kila Tundu Lissu anapotoa hoja, kalamu zinacheza dansi, kurasa zinageuzwa na ukumbi unanyamaza, kwa sababu watu wanajua kuna mahali Tundu Lissu anaelekea. Kama kuna kitu kinachotajwa sana kwenye mtandao kuhusu kesi hii ni hiki: Tundu Lissu ana mabomu ya vifungu. Anaponyanyuka haongei kwa hisia, anaongea kwa vifungu, tafsiri, misingi ya haki na mantiki ya kisheria. Na hapa ndipo mashahidi wengi wa upande wa jamhuri wanapopoteza uwanja, kwa sababu Tundu Lissu sio mtu wa kuuliza tu ulipokuwa wapi. Hapana, yeye anauliza kwa mamlaka gani, kwa utaratibu gani, kwa kifungu gani na kwa kumbukumbu gani. Sasa tuingie kwenye kile kinachoendelea hivi sasa kwenye kesi. Leo Februari 17 mwaka 2026, mashahidi wawili walitoa ushahidi, na sehemu iliyoacha watu midomo wazi ni majibizano ya Tundu Lissu na shahidi wa kwanza. Lissu: ukionyesha maelezo yako uliyoandika utayatambua. Shahidi akajibu, sio jukumu langu, ni jukumu la mawakili. Hapa Tundu Lissu anaonyesha mbinu ya kisheria kumkabili shahidi na maelezo yake ya awali, kwa sababu maelezo ya polisi ni kama snapshot ya kwanza. Kama shahidi akibadilika, Tundu Antipas Lissu anapata nafasi ya kuonyesha kutokuwa na thabiti au uongo. Lissu: unabishana na mwenyekiti wako. Shahidi akasema, sasa hivi wewe si mwenyekiti, ni mshtakiwa. Hapa shahidi anajaribu kubadilisha hadhi ya Tundu Antipas Lissu, lakini TAL almaarufu kama Tundu anataka kuonesha kitu. Shahidi huyu anasema ni wa Chadema, anamfahamu Lissu kama mwenyekiti, lakini anataka kumdhalilisha mbele ya mahakama. Hili kwa jicho la msikilizaji ni matusi, ni jeuri na ni ishara ya shahidi mwenye hasira. Lissu: umesema ulivyokamatwa tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2025 uliojiwa polisi. Shahidi: sikuojiwa polisi, niliojiwa kwenye ofisi ya RCO. Hapa TLA. Tundu Antipas Lissu anatafuta uhalali wa mahojiano, kwa sababu tofauti ya kuhojiwa polisi na kuhojiwa na chombo kingine inaweza kuathiri mazingira ya shinikizo, uhalali wa maelezo na haki za shahidi. Huyu RCO ni polisi au bwana mifugo? Shahidi akauliza, mbona una maswali ya kitoto aise? Hapa Tundu Lissu anatumia kejeli, lakini kejeli hii ina ujumbe. RCO ni taasisi ya dola. Sasa kwa nini shahidi anajifanya hajui au anazunguka? Jibu la shahidi, maswali ya kitoto, linajenga picha ya shahidi mwenye jazba, asiye tayari kujibu kwa utulivu na anayejihami. Lissu: nitakosea nikisema umefutiwa kesi ili uwe shahidi kwenye kesi hii? Shahidi akasema, serikali achana nayo.
sikutegemea. Nimeongea ukweli na leo nimejikuta niko huku. Hapa Tundu Lissu anaibua hoja nzito. Je, shahidi ana maslahi? Je, alishawishiwa? Je, alipewa ahadi? Haya ni maswali ambayo yanaweza kuua ushahidi wa shahidi mahakamani. Baada ya majibizano hayo, mahakama ilipokea ushahidi wa shahidi wa 8, P826. Shahidi huyu amesema yeye ni kama mwanachama wa Chadema, anamfahamu Tundu Lissu kama mwenyekiti, akiwa anaongozwa na wakili wa serikali mkuu Nasolo Katunga. Shahidi anasimulia tukio la tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2025. Anasema alikuwa mtandaoni YouTube, Facebook akitumia simu janja Oppo F1s. Anaeleza alikuwa na peluzi akakutana na tamko la Tundu Lissu, na anasema aliingia YouTube kwa sababu alikuwa na akaunti na alikuwa na bando MB, na video ilikuwa kwenye chaneli ya Jambo TV. Kisha anadai, niliona na kusikia tamko la mshtakiwa Tundu Lissu akisema na kuhamasisha vijana wake kwamba tufanye uasi, lakini tufanye uasi dhidi ya serikali ni lazima tutakinukisha. Hapa ndipo kesi inapokuwa nzito, kwa sababu maneno kama uasi na tutakinukisha yanaweza kutafsiriwa kwa njia mbili. Tafsiri ya upande wa jamhuri ni uchochezi wa jinai dhidi ya serikali, na tafsiri ya upande wa utetezi ni lugha ya kisiasa ya shinikizo la mageuzi. Na hapo ndipo Tundu Lissu anapopata nafasi ya kusema siasa sio ya uhaini. Kesi inapoingia kwenye video ya YouTube, maswali magumu yanaanza. Video ilipakiwa na nani? Ilitoka kwenye akaunti gani? Ilikuwa live au recorded? Ilikatwa au iliwekwa kamili? Facebook ilitumiwa vipi? Kwa sababu shahidi kusema niliiona YouTube haithibitishi kwamba Lissu ndiye aliyeipakia. Ndio maana Tundu Antipas Lissu mara nyingi huingia kwa maswali ya kukaba. Link iko wapi? Screenshot iko wapi? Tarehe ya upload ni lini? Metadata ipo wapi? Na hapa ndipo tunarudi kwenye kichwa cha leo, The Legal Titan. Tundu Antipas Lissu anapouliza maswali sio tu kwa ajili ya kesi, ni kama anafundisha taifa haki ya mshtakiwa, wajibu wa ushahidi, maana ya burden of proof na umuhimu wa utaratibu. Mahakama inageuka darasa, mashahidi wa mchongo wanatetemeka na umati unajua leo sio siku ya mchezo. Msikilizaji, tukifunga, kesi ya uhaini ya Tundu Lissu inaendelea kuwa kesi ya kisiasa, kesi ya kisheria na kesi ya taifa. Swali kubwa linabaki, je, ushahidi wa jamhuri utapenya kwenye tundu la hoja za Lissu? Kwa lugha ya mitaani, never. Lakini kwa lugha ya mahakama, uamuzi ni wa majaji. Asante kwa kunisikiliza.